Mlango wa 13. Kijiji cha Mwandiga, kilichopo pembezoni mwa ziwa Tanganyika, kilijulikana kwa mambo mawili: uzuri wake wa asili na hekaya ya nyumba ya milango 13. Nyumba hiyo, iliyotelekezwa kwa zaidi ya miaka 20, ilikuwa imezungukwa na mizinga ya nyuki pori, nyasi ndefu zilizokauka na ukimya mzito wa kutisha. Wazee wa kijiji walikuwa wakisema, ukiufungua mlango wa mwisho 13, roho yako haitakuwa yako tena. Lakini vijana wa sasa hawakuamini mambo ya zamani. Na hapo ndipo hadithi hii ilipoanzia, wakati watu 4 walipoamua kuivunja amri ya kimila. Kelvin, kijana wa Kitanzania mwenye akili ya kisayansi na mwili uliojengeka, alirejea kutoka chuo cha teknolojia Arusha akiwa na matumaini ya kufungua maabara ya kijiji. Lakini alikumbwa na kizunguzungu cha hofu aliposikia kuhusu nyumba ya milango 13. Ni hadithi tu. Labda kuna kitu cha kisayansi huko ndani, alisema kwa kiburi. Lina, msichana mwenye sura ya kupendeza, macho ya kina na tabasamu la kuvutia, alijua si busara kwenda kule. Lakini alipata ndoto za ajabu kila usiku, akiitwa kwa jina lake, sauti ya kike ikilia kwa majonzi nyuma ya mlango wa 13. Alikuwa amevaa leggings nyeusi na blouse ya silk ya blue, macho yake yakionyesha hofu iliyojificha. Timo, kijana mrefu mwenye tabia ya kimya, alipenda kupiga picha za maeneo ya kihistoria. Alikuwa akivalia cargo pants ya kijivu na hoodie nyeusi iliyomficha nusu ya uso wake. Kamera yake kubwa ilikuwa imemletea umaarufu Instagram, lakini sasa alitaka picha ya legende, nyumba ya laana. Mariamu, msichana mwenye akili na usiri mwingi, alisoma vitabu vya kale na kutafsiri maandishi ya kimila. Alikuwa wa kwanza kugundua kwamba mlango wa 13 haukufunguliwa kwa funguo bali kwa sauti ya roho ya mtu. Alivaa suruali ndefu ya ngozi laini na top ya mikono mifupi. Alitembea daima na daftari dogo la maandishi ya kale. Usiku wa mwezi mpevu, 4 hao walikusanyika nje ya nyumba ya milango 13. Kila mlango uliofunguliwa ulitoa harufu tofauti. Wa kwanza ulitoa joto la jua, wa pili harufu ya mvuvi, wa 5 ukaachia sauti ya mtoto akilia. Wote walishindwa kuelewa kinachoendelea, lakini walivutiwa kuendelea mbele. Mara walipofika mlango wa 13, mlango huo haukuwa na kitasa. Lakini ulikuwa umechorwa kwa maandishi ya kale yanayosema, mimi ndiye mlango wa mwisho. Ndani yangu hakuna kurudi. Mlango ulipofunguliwa, giza lililokuwepo halikuwa la kawaida. Halikuwa giza la macho, bali la nafsi. Kila mmoja alianza kusikia sauti tofauti. Kelvin alisikia baba yake aliyefariki akimuita, Lina alisikia sauti yake mwenyewe akilia, Timo aliona picha zake zikichomeka kwa moto, na Mariamu aliona maandishi yake yakigeuka kuwa damu. Ndani walikuta kioo kikubwa kilichofunikwa kwa pazia jeupe. Mariamu alisogea mbele na kukifunua. Lakini kilichoonekana hakikuwa taswira zao, bali wao wakifa, kila mmoja kwa namna ya kutisha. Timo alipiga picha na kamera yake ikapasuka vipande 7. Alikimbia kutoka ndani, lakini hakuonekana tena. Lina alipiga kelele na kuanguka akitetemeka kwa baridi. Kelvin alijaribu kumtoa, lakini kuta za nyumba zikabadilika, zikawa na mikono inayoishi. Mariamu alipiga magoti akisoma maneno ya kale kwa sauti ya chini, kurudi kutoka giza, toa nadhiri ya damu. Alikata kidole chake, damu ikadondoka sakafuni na kuta zikaanza kurudi kawaida. Lakini gharama haikuwa ndogo, aliwahi kuokoa Kelvin na Lina tu. Timo alibaki kule na picha yake ilipatikana wiki moja baadaye kwenye kioo cha nyumba hiyo, macho yake yakimtazama mtazamaji moja kwa moja. Mwaka mmoja baadaye, nyumba ya milango 13 iliteketea kwa moto usioeleweka. Wazee walisema roho ya mlango wa mwisho imechukia kuchezewa. Kelvin na Lina walihamia mjini, wakikaa kimya kuhusu yaliyowapata. Mariamu alibaki kijijini, na kila mwezi, siku ya mwezi mpevu, huenda chini ya mti mkubwa ulioko karibu na lilipokuwa jengo lile, akijisomea daftari lake la kale. Na leo, ukifika pale, kuna jiwe limeandikwa, milango yote hufunguliwa. Lakini sio kila mmoja anaweza kurudi baada ya kufungua ya mwisho.
Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe ili upate hadithi nyingine za kusisimua. Tuonane tena kwenye hadithi za Kiswahili.